ukweli usiopingika, mambo makubwa yamefanyika katika taifa letu. Mambo mengi sana yamefanyika, na ndio maana tunapata, najua kwenye maendeleo ndio kero huwa zinaanza kujitokeza. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali yetu kwamba Mama Samia ameweza kuleta fedha nyingi na miradi mingi imetekelezwa. Lakini kuna jambo ambalo sasa nataka niwaachie kwenu. Kwanza kabisa, niliwaambia kila mmoja akawe balozi wa kutunza na kulinda amani ya eneo husika, eneo analoishi. Lakini pia kwenye kuchapa kazi, ninaamini wana Singida vijijini nyie ni wachapakazi, wakulima wazuri, mkaendelee kuwa wachapakazi na watulivu. Lakini jambo lingine, Mama Samia amedhamiria kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ufasaha na kwa haraka sana. Tena amejipanga kweli kweli. Ni ziara ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Singida Martha Moses Mlata ya kutembelea wilaya zote za mkoa wa Singida. Leo akiwa katika wilaya ya Singida DC, ameelezea fursa mbalimbali zilizoletwa na serikali na namna ambavyo wananchi wanavyopaswa kuchangamkia fursa baada ya serikali ya awamu ya 6 kushughulikia na kuleta miradi mbalimbali kwa faida kubwa ya jamii na taifa kwa ujumla. Ninaomba tukae mkao wa kupokea maendeleo mengi yatakayoletwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa namna hiyo, hata kwenu hapa ninaomba mkae mkao wa kupokea hayo maendeleo, kwanza kwa kuchangamkia fursa mbalimbali ambazo zinaletwa na hiyo miradi mikubwa inayokuja kwenye maeneo yetu. La kwanza, kuna swala la mikopo. Wenye viti wangu wa UWT mko hapa, wenye viti wa vijana mko hapa. Muende mkaanze kuangalia ni namna gani mnawaandaa na kuwasaidia vijana. Lakini wazazi mko hapa, watu wenye ulemavu, UWT kina mama, ili madiwani wenu wa viti maalum wanapopita kwenye maeneo yenu muwaonyeshe ni wapi mmekwama, mnahitaji msaada gani, ili muweze kukopesheka kwenye ile mikopo ambayo iko kwenye halmashauri zetu. Ninawaomba sana madiwani wangu mfuatilie hilo, ili kina mama waweze kupata fursa ya hiyo keki nzuri ambayo Mama Samia ameiachia kwa ajili ya wananchi wake. Lakini kuna miradi mbalimbali, wanaweza wakaja wakandarasi kwa ajili ya kujenga barabara hapa. Changamkieni, hata kupika uji tu, pika uji wapelekee mafundi ukauze pale, si utapata hela jamani? Chemsha madoo, peleka kauze, pikeni ubwabwa, wali, ugali. Changamkieni vijana, mchangamke ili mkapate fursa kwa ajili ya maendeleo yanayoletwa kwenye maeneo yenu. Lakini jambo lingine ninalotaka kuambia hapa, kuna mmoja amesimama akasema sisi tunataka lami, hii imeshakuwa ni wilaya. Ni kweli, hebu tunaomba, mnauza alizeti kila siku, mnasema stakabadhi ghalani, mnauza dengu, mwenyekiti mnauza vitunguu. Jengeni, wekeni miundombinu, endelezeni wilaya yenu, wekezeni na wale watoto wenu walioko nje, waambieni warudi waje wawekeze hapa, ili hapa Ilongero iwe ni mji mkubwa uzidi hata Singida. Sawa jamani? Changamkieni kuwekeza nyumbani. Hivi kukipangana magorofa hapa lami itaacha kuletwa? Italetwa tu. Kwa hiyo majengo mazuri yanasababisha hata maendeleo hayo ambayo tunayasema lami na maji yaweze. Ni fursa zipi sasa ambazo mnaziona kwa sasa? Fursa sasa hivi tunazoziona hizi za mama ni fursa nzuri sana ambazo zinaweza zikatusaidia katika maisha yetu ya usafirishaji, ili madereva tuweze kuondokana na umaskini na tegemezi, ili tuweze kufika mahali tunapata magari yetu, tunajikimu na maisha haya. Kwa hizo fursa zinatusaidia sana hizi ambazo mama ametoa, ili tuweze kukaa vizuri katika umoja wetu.
hali ilikuwaje sasa hivi na zamani kabla mjafanya umoja huo kwenye eneo hilo la usafirishaji? Hali ilikuwa mbaya sana, kwa sababu kwanza kabisa tunaendesha magari ya watu, mara nyingine tunapata shida, barabara mbovu, magari yanaharibika, lakini unakuta mabosi wetu hawatuamini, wanaona kwamba labda tunaharibu magari, lakini kumbe ni miundombinu. Sasa tukiwa na hizo fursa, angalau kila mmoja anaweza akawa na gari yake, anajua uendeshaji ukoje na bila lawama yoyote. Fursa ambazo zimetolewa na serikali, vijana wamezichangamkia na kuzipokea kwa mikono yote miwili na wanaendelea kufanya utaratibu. Kuna wengine wenzetu wa vikundi mbalimbali ukanda wa Mgoli wamepata kama milioni 90. Kwa hiyo hata sisi tumekuwa karibu sana na serikali, tumeendelea kuchangamkia kuziomba hizo fedha ili tuweze kujikimu. Na kama labda kuna kazi, kwa mfano sasa hivi wanataka zile kazi wanasema wanazivuta kwenye mtandao, lakini sema kama labda kwenye ujenzi au mambo mengine, inabidi sasa yule fundi hata kama atachaguliwa ametoka mikoa mingine, tutamwambia vibarua wape kipaumbele wananchi wetu wa eneo husika. Unawazungumziaje viongozi ambao ni madikteta ama wenye uongozi wenye aina ya dikteta? Wale wenye aina hiyo naye waga tunakaa tunaambia jamani, tukae na wananchi wetu vizuri, lakini viongozi wale wenye udikteta wale waga labda kama tumeshindwa zaidi tunampa diwani ili na yeye atusaidie, diwani wa kata. Kutoka katika wilaya ya Singida DC, Abdul Ramadhani, Bandola Media.